Asante na karibu tena, ikiwa video ya tatu tukiwa tunaelezana namna ambavyo hedhi inatokea na mabadiliko ya mwili wa mwanamke. Ikiwa hujatazama video ya kwanza au video ya pili, ni basi video karejea, ambapo video ya kwanza nimeeleza kwa sababu gani hedhi au nini maana ya hedhi, na video ya pili nimeeleza kwa sababu gani hedhi inatokea au vitu gani huwa vinatokea pale ambapo mwanamke atakuwa katika hedhi. Kwa video ya tatu nieleza ni kwa sababu gani mwanamke anatokewa na damu. Yaani wewe unajiuliza kwa sababu gani damu inatokea, au mwanamke amekuwa anajiuliza yaani kwa nini isitoke hiyo tissue peke yake baada ya kueleza hii video ya kwanza. Kwa sababu isitoke tissue peke yake, maana napata damu au nimekuwa nikipungukiwa damu sana, au damu zimekuwa zikitoka nyingi sana. Yaani kwa sababu gani damu zinatoka na isitoke tissue peke yake. Sasa leo naenda kukujibu kwa sababu gani mwanamke huwa anapata damu kila mwezi au kila mwezi lazima atoke na damu. Kwa ni jambo ambalo unapaswa kulifahamu ili usitilie mashaka au usiwe na wasiwasi juu ya damu inayotoka. Lakini video zinazofuata nitakueleza kwa sababu gani damu inatakiwa itoke kiasi gani na kwa kiwango gani. Leo tujue kwa sababu gani damu inatoka kila mwezi, ili kuweza kuwa salama, ili kuweza kuwa na uhakika au hofu ambayo unayo tuweze kuiondoa kabisa. Sasa kama unatazama video ya kwanza, huu mchoro bado unabaki kuwa mchoro mama katika kila video ya amu hii, lakini nafikiri mwisho wa siku kama kutakuwa na mabadiliko basi nitaondoa. Kikubwa ni kuweza kuelewa nini ambacho nakizungumza au kupata picha kile kitu ambacho nakizungumza. Hapa nimeeleza huu mchoro naeleza bado hii shingo ya kizazi, hii ni uke, hii ni mji wa mimba, hii ni mfuko wa mayai, hii ni mirija fallopian ambao mara nyingi mimba inatungishwa hapa. Lakini pia mara nyingi ukienda kliniki wakati wa ujauzito huwa wanakupima au wanabonyeza tumbo na kukadiria mimba iko kiasi gani. Ni ile ambayo iko hapa. Ukiwa na mimba hii inatanuka, kwa tunapima ukubwa wa size ya mimba au mji wa mimba umekuwa kiasi gani. Lakini kwa kitaalamu inaitwa fundus. Hiyo tuacha nayo, na sisi tunazungumza kwa sababu mwanamke anatokewa na damu au kwa sababu kila hedhi lazima iko na damu na sio tissue peke yake. Mwanamke anatokewa na damu kwa sababu wakati ambapo yeye inatungishwa hapa au limekuwa likitolewa huku likitungishwa, huwa linakuja kwenye mirija ya fallopian na kuweza kukutana mbegu za kiume na kuweza kutungishwa na kuweza kupata ujauzito. Lakini kurutubishwa na kuweza kupata ujauzito. Lakini huu mji wa mimba unakuwa unajiandaa na tissue ambao unakuwa na damu ndani yake. Sasa hii wewe umekuwa ukijiuliza kwa sababu gani mimi naona damu peke yake huku chini? Yaani kwa sababu gani isitoke hii tissue peke yake au ukuta ambao umetengenezwa kwa ajili ya kuhusu yeye kutoka hapa na kujishikiza hapa. Sasa damu inatokea hivi. Huwa kawaida huu mji wa mimba unakuwa na tissue, unakuwa na blood vessels au mishipa ya damu. Hii mishipa ya damu ni kuweza kuruhusu mimba itakapotokea mtoto kuweza kukua au kupata zile nutrients ambazo zinatoka kwa mama, lakini pia kupata hewa ya oksijeni ambayo inapita kupitia mishipa ambayo inatengenezwa hapa. Hakuna mwili wa binadamu au chochote ambacho kitatengenezwa katika mwili wa binadamu bila kuwa na mishipa ya damu. Kwa kinachotokea ni hii damu ile ambayo inatengenezwa hapa, ni basi itakuwa na mishipa ya damu ndani yake, ambayo ndio hii damu tunaizungumza, ambayo mwanamke atakuwa anaiona kila mwezi au kila hedhi inapotokea. Kwa hiyo damu inatokea pale ambapo huu ukuta ambao umetengenezwa maalum kwa ajili ya mimba au yai ambayo limetungishwa hapa kuweza kujishikiza hapa, na inapotokea halijatungishwa au yai limekufa, kwa hiyo huu ukuta unaondolewa. Ukiondolewa lazima utoke na mishipa ya damu au damu ambayo imekuwa imekusanyika kwa wingi zaidi eneo hili, ni basi huwa inaondolewa. Yaani mishipa hii inajikaza na kuweza kuruhusu huu nani kutoka na kuweza kuandaa mwili mpya kwa ajili ya amu ijao au uwezekano kuweza kupata ujauzito katika kipindi cha jacho. Sasa hii damu ina umuhimu gani sasa? Kwanza inabeba, yaani damu ina kazi mbili ambazo za haraka ambazo tutakao zifahamu. Kwanza damu inabeba nini? Kwanza inabeba tissue ambayo inasaidia kuiondoa hii tissue hapa, lakini ya pili inabeba ute au uchafu ambao unatoka hapa katika shingo ya kizazi na sehemu mji wa mimba, sababu yale maandalizi ambayo yanatokea hapa. Kwa damu inabeba tissue, ute na seli zilizokufa. Maana ile yai ikiwemo ni yai ambayo limetoka hapa. Kwa damu inafanya kusukuma na kuweza kutoa nini. Ndio maana mwanamke huwa anahisi maumivu wakati ambapo anakuwa katika hedhi. Inaweza maumivu makali sana au maumivu ya kawaida kabisa. Kwa hiyo tutaenda kujifunza maumivu yanatokeaje, lakini kwa leo tufahamu damu ina kazi mbili. Ya kwanza ni kubeba. Inabeba nini? Ya kwanza inabeba seli zilizokufa ikiwemo tissue na ukuta, au inabeba ute ambao uko hapa kwa ajili ya kusafisha shingo ya kizazi na tissue ambao ni ukuta ambao
huko hapa. Lakini ya pili, hii damu inasaidia mfuko wa uzazi kujisafisha. Yake damu inapotoka inaondoa uchafu au zile sehemu zote ziza ambazo zimekufa na kuweza kuzitoa kwenda nje. Lakini kuanza kwa mzunguko mpya au kutengeneza mazingira ya yai jingine ambayo inafuata kuweza kufika hapa na kutungisha katika mazingira ya usalama zaidi na kumfanya mwanamke kuwa katika hali ya usalama kipindi chote. Hii ndio maana halisi. Kwa sababu gani wewe unatokewa na damu na sio tishu peke yake? Au kwa sababu gani unawaza kwa nini tu isitokee ukuta peke yake na damu isitokee? Hiyo ndio maana halisi au muhimu wa damu, ni pale ambapo unaiona katika hedhi. Sasa siku nyingine tutakuja kueleza kwa sababu gani damu inatakiwa iwe kiwango fulani au ukuta unatakiwa uwe kiwango fulani. Na lakini leo tufahamu maana ya damu na sehemu hizo muhimu ambazo mwanamke anapaswa kuzifahamu. Kama muendelee kuvutana madarasa haya, basi endelea kusubscribe na kulike na kushare, ikiwa ni series ya madarasa 100 na ili ikiwa darasa la 3 kwa sababu mwanamke anaona damu, na yote ni katika kumpa maarifa mama, lakini kuipa maarifa jamii kuhusiana na hedhi ambayo inaendelea katika mwili wa mwanamke. Asanteni mpaka wakati mwingine.